Nyako TV inakuletea taarifa maalum inayotikisa vichwa vya habari katika anga la soka la Afrika Mashariki na Kaskazini kuhusu uwezekano wa kiungo nyota wa Yanga SC Stefan Aziz kutua katika klabu kongwe na tajiri ya Morocco, Wydad Athletic Club Casablanca. Tetesi hizi zimeibuka upya kufuatia hatua ya Wydad kuweka mezani mpango mkubwa wa usajili, huku jina la Aziz Ki likitajwa kama sehemu ya mpango wa ujenzi wa kikosi kipya cha ushindani wa kimataifa. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya kuaminika ndani ya klabu ya Wydad, kocha mpya wa timu hiyo, Rulani Mokwena, ambaye hivi karibuni aliaga rasmi Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, amekabidhiwa jukumu la kuijenga upya Wydad kwa mtazamo wa kisasa, wenye kutumia wachezaji wabunifu, wenye kasi, mbinu na wepesi wa kusoma mchezo. Sifa ambazo zote zinamfanya Aziz Ki kuwa chaguo sahihi kwa kocha huyo. Katika mahojiano yaliyofanyika kwa faragha, mmoja wa mawakala wa soka wa kaskazini mwa Afrika alifichua kwamba Rulani anamhitaji Aziz kwa udi na uvumba. Tayari ameiambia bodi ya Wydad kwamba mchezaji huyo ni sehemu ya maono yake ya kutengeneza timu ya kiushindani si tu kwa Morocco, bali pia katika ligi ya mabingwa Afrika. Kwa upande wake, Aziz Ki hajaficha kuvutiwa na mfumo wa Rulani Mokwena. Akiwa kwenye mazoezi ya Yanga SC wiki kadhaa zilizopita, alisema, "Mimi ni mchezaji niliyekulia katika mazingira ya ushindani. Ninapenda soka la kushambulia, la pasi nyingi, la kuwasumbua wapinzani, na hilo ndilo soka analolicheza Mokwena. Kwa kweli, ningependa siku moja kufanya kazi naye." Hii si mara ya kwanza kwa Aziz Ki kuhusishwa na klabu kubwa nje ya Tanzania. Tayari amewahi kutajwa kuindwa na timu kama Zamalek ya Misri, Raja Casablanca, Pyramids FC na hata Kaizer Chiefs ya Afrika Kusini. Hii inaonyesha kuwa kiwango chake si cha kubahatisha, bali ni cha juu kiasi cha kuifanya Yanga SC kuwa na wakati mgumu kumzuia mchezaji huyo asiwe sehemu ya safari za kimataifa. Yanga SC kupitia kwa rais wa klabu hiyo Engineer Hersi Said wamekuwa wakisisitiza kwamba klabu yao haitakuwa sehemu ya kuuza nyota wake muhimu kirahisi. "Tuna ndoto za kutwaa ubingwa wa Afrika. Hatuwezi kufanikisha hilo kwa kuuza wachezaji muhimu katikati ya mpango wetu," alisema rais huyo katika moja ya mikutano ya wanachama wa klabu. Hata hivyo, katika dunia ya soka la kisasa, kila mchezaji ana bei, na kwa mujibu wa taarifa kutoka Morocco, Wydad wako tayari kutoa zaidi ya dola za Kimarekani 1.3 sawa na zaidi ya bilioni 3 za Kitanzania ili kumsajili Aziz Ki. Endapo dili hili litakamilika, litakuwa moja ya usajili ghali zaidi kutoka Tanzania bara kwenda ligi yoyote ya Afrika Kaskazini. Aziz Ki mwenyewe kwa sasa anaendelea kujifua na Yanga, akiisaidia timu hiyo katika kampeni za ligi kuu Tanzania na pia katika mashindano ya kimataifa. Lakini vyanzo vya karibu na mchezaji huyo vinasema kuwa moyo wake umeanza kuvutiwa na mazingira mapya. Hii ni kwa sababu pamoja na mafanikio yake binafsi akiwa Yanga, akiibuka mfungaji bora wa michuano ya kombe la shirikisho Afrika msimu uliopita na kuisaidia timu yake kutinga nusu fainali, bado anaamini anaweza kufanya zaidi katika mazingira yenye ushindani mkubwa barani Afrika. Mashabiki wa Yanga wamegawanyika juu ya swala hili. Wengine wanasema ni wakati wa Aziz Ki kuendelea na safari yake ya soka ili kufikia upeo mkubwa zaidi, huku wengine wakitaka aendelee kuwa kiongozi wa kikosi cha Yanga hadi klabu hiyo itakapotwaa ubingwa wa Afrika. Mitandao ya kijamii imejaa mijadala mizito, huku wengi wakikumbushana kuwa viongozi wa kweli huwa hawaachi mapambano katikati ya vita. Kwa upande wa Wydad Casablanca, usajili wa Aziz Ki unaweza kuwa mwanzo wa zama mpya chini ya uongozi wa Mokwena. Klabu hiyo inataka kurejea kileleni baada ya msimu wa changamoto nyingi. Wydad wanajulikana kwa kuvutia majina makubwa kutoka Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara, na endapo watamnasa Aziz Ki, hilo litakuwa pigo kubwa kwa wapinzani wao Raja na FAR Rabat. Je, Aziz Ki atasimama na wachezaji kama Yahya Jabran, Ayub El Amloud na Buli Sambo katika kikosi kipya cha Wydad? Au ataendelea kuliongoza jeshi la Jangwani kwenye harakati za kulitawala bara la Afrika? Kwa sasa, macho yote yako kwenye dirisha la usajili lijalo. Itaendelea kukuletea kila hatua, kila tetesi, kila tamko rasmi na kila dalili ya kinachoendelea kati ya Aziz Ki, Yanga SC na Wydad Casablanca. Endelea kutufuatilia kwa habari zaidi moto moto kama hizi, usipitwe hata na nukta moja ya soka la Afrika.